Tupatie hizo makofi ya shangwe. Nipatie mbega. Kabisa mbega mzuri mbega. Sasa. Onyesha. Uko wapi onyesha? Nataka kuna dance. Cheza bwana. Cheza. Uko wapi mzee? Cheza. Hapo. Milango yangu yakafunguka yote. Nikiwa kunaniomba, mimi pia nitaomba leo. Milango ya Krismasi ifunguke. Milango ya watoto ifunguke. Milango ya biashara ifunguke. Paulo na Sila waliomba. Milango ya gereza ikafunguka. Milango ya gereza ikafunguka. Ikafunguka milango yangu yote, ikafunguka. Chini tuanze ibada yetu. Mtu mmoja sema amen. Leo hatuna wageni, kwa hivyo leo ibada yetu inaenda express. Ni kweli? Wageni ndio sengine wanatudelay kidogo, lakini leo ibada inaisha wakati ufaao. Kwa hivyo sasa tumeanza na program yetu imeanza. Mtu mmoja sema amen. Are we together? Wiki iliyopita tulikuwa na tunajifundisha kuhusu haki za Mungu. Haki za Mungu, the rights of God, ama the rights of the owner, because we realized that God is the owner of everything. Can you say amen? Jipigie makofi wanafunzi wangu leo kwa sababu God is the owner of everything, and because God is the owner of everything, last Sunday we were tackling this topic about the rights of the owner. Amen? Haki za mwenyewe. Si kweli? Na tukaona katika haki za mwenyewe tuliona ya moja ni kwamba yeye ndiye aliyetuumba. God created us. Amen? And because he created us, we belong to him. Sisi ni wake, sisi sio wetu binafsi. Kwa hivyo hatuna haki yoyote ya kusema ya kwamba yale tunayo ama yale tunafanya tuko na haki yoyote. Kwa hivyo tukajua Mungu ndio ako na haki zote. Tumoja sema amen. Na tulisoma in the book of Genesis chapter 1 verses 27. Ni kweli? Hapo tulisoma na tukasoma Genesis chapter 1 and the verses 1. We also read John chapter 1 and the verses 3. Amen? We also read the book of Psalms 24 verses 1 to 2. We also read Psalms 100 and the verses 3. We also read Isaiah 43 and the verses 7. Are we together? Yeah. We also read Colossians chapter 1 and the verses 16. Ni kweli? Yote tulisoma haya maandiko yote wiki iliyopita. Sijui ni wangapi
walifanya homework ya maandiko yote? Mkono juu. Wangapi mlisoma hiyo maandiko kuanzia Sunday? Uliacha hapa? Ni kweli? Yote uliacha hapa Basi wiki hii haya maandiko yote uende uyasome. Maana ni vizuri sana tunapojifundisha. Usiwe kitabu unaandika for the sake of writing. Hiyo kitabu unaandika usikiandike for the sake of writing. Ni vizuri unaporudi nyumbani enda urudie hayo maandiko yote. Are we together? Hiyo ndio itakusaidia sana. Maana ukitegemea yana kufundisha hapa na ukienda nyumbani au yarudii tena, basi hapo tutakosana kabisa. Ni kweli? Hapo tutapitana, hilo hujawahi kuona. Kama hujawahi kuona tumepitana wewe, tutapitana sana. Na hii kupitana ujue mimi niko na backing kutoka mbinguni. Ni kweli? Mbingu inanipatia support. Na maana mbingu inanipatia support, basi utakuwa kwa shida. Ni kweli? Ile mahali support ndio kuzimu. Kuzimu peke yake ndio inipatia support ninapowaambia msome neno la Mungu. Ni kweli? Lakini Mungu ananipatia support. Kwa hivyo kama tutakosana kwa sababu haufanyi homework yako na usomi maandiko, ujue kwamba Mungu ananisupport. Ni kweli? Na kama Mungu ananisupport ili kujenge wewe na maisha yako yabadilike. Mtu mmoja sema amen. Amen. Hauwezi kujua ni kwa nini umekuwa kwa Bible study. Mungu kuna kitu anatayarisha ndani yako. Kuna kitu Mungu anakiandaa. Na maybe haya maandalizi ambayo Mungu anakuandaa ni ili kesho uweze kuwa chombo cha maana. Mungu aweze kukutumia. Maana Mungu atumii kitu ambacho hakina ujuzi. Lazima Mungu kwanza kufundishe, akisha kufundisha anapokutuma kwa mataifa anajua ya kwamba uko na ujuzi. Sema amen. Amen. Uko na nini? Uko na ujuzi. Naomba sound band ongezee sauti kidogo toa tu sharpness ongezee kidogo. Amen. We together. So today we are going to see another right ama haki nyingine ya Mungu, na hii ya pili ni kwamba God sustains us. God sustains us, ama Mungu anatudumisha. Hiyo ndio haki ya pili. Mungu kama yeye ndiye mwenye haki ya kila kitu, yeye ndiye aliumba kila kitu, na kwa hivyo tutaangalia hii ya pili, na tunapoangalia ya pili ni kwamba God sustains us. Mtu mmoja aseme amen. God sustains us. Amen. God sustains us. Mtu mmoja aseme amen. Okay. If God did not sustain everything with the word of his power, ni kweli? Kama Mungu akudumisha kila kitu na neno ama nguvu ya neno lake, ni kweli? Sisi kuishi kwetu hapa duniani kungekuwa ni bure sana. Kungekuwa tunakaa kwa shida nyingi sana. If God did not sustain everything with the word of his power, our existence would be as brief as that of a spark. Ama ingekuwa kama Mungu angedumisha kila kitu na neno la nguvu zake. Ni kweli? Neno la nguvu zake, basi kuishi kwetu hapa duniani ungekuwa ni kuishi kwa shinda. Ni kuishi kama spark, ama kama suroga vile mtu wa welding anapokata. Ni kweli? Na welding, ni kweli? Unaona hiyo moto inatoka, lakini inadumu hiyo moto. Vile anakata ikizima. Ni kweli? Basi ungekuwa tu umechomoka na kuzima, hatungekuwa na maana yoyote ya kuishi. Na basi tuangalie kitabu cha Waebrania ndiye tuone support hiyo maandiko ama support ya neno hilo. God sustains us. That's the second right of God. God sustains us. Mungu anatudumisha, na ni haki yake atudumishe, na mali haki yake atudumishe ama atuweke vile tulivyo. Basi hatuna jambo la kujifunia ila kusema
Asante kwa Mungu, maana ni yeye anatudumisha. Semeni amen. Basi hii tunasoma kwa kitabu cha Waebrania, waraka wa Waebrania chapter 1 na mstari wa 3. Lakini before tufike mstari wa 3, tuanzie wa kwanza hapo. Kweli verse 1. Ile kacha yetu tuanzie hapo juu, lakini tutaangalia mstari wa 3 ndio tunazungumzia mambo yake. Inasema, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Ni kweli? Mstari wa 3 anasema, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Ni kweli? Amefanyika bora kuliko malaika kwa kadiri jina alilolirithi lilivyo tukufu kuliko lao. Can you say amen? Are we together? So ni kwa sababu yeye, kwa sababu it is because of him, ni kwa sababu yake vitu zote zinakaa. Kwa hivyo tunakaa kwa sababu ya Mungu, tunakaa kwa sababu ya neno la Mungu. Mungu anatudumisha kupitia neno lake, anatudumisha kupitia Yesu Kristo. Mtu mmoja aseme amen. Kwa hivyo Yesu Kristo ndiye neno la Mungu, na basi sisi tunadumu kwa sababu ya neno la Mungu, kwa sababu ya Kristo Yesu mwenyewe. Can you say amen? Na hii tena tuone hii topic ya kwamba the rights of the owner, Mungu ndiye anayetudumisha. Fungua tena hapo mbele kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana 4 mstari wa 11, kuna kitu kimezungumzwa pale. Kuna kitu kimezungumzwa pale wakati Yohana anaandika ama anafunuliwa hii maneno. Kuna neno anazungumza pale akisema kwamba umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako, navyo vikaumbwa. Can you say amen? Amen. Unaona, tunaishi kwa sababu ya yeye, na hii ndio sababu naye mwandishi wa Ufunuo anainua mikono yake na kuanza kumwabudu Mungu akisema, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu. Amen. Unastahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu. Amen. Kwa hivyo tunaishi kwa sababu huyu Bwana na huyu Mungu wetu. Tumpigie makofi Mungu wetu. Na akasema kuupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako, navyo vikaumbwa. Ni kweli? Kwa hivyo Mungu ndio anaumba, na pia huyu Mungu ndio pia anadumisha. Semeni amen. God creates, and God created us, and God also sustains us. Can you say amen? So we have nothing that is absolutely ours. Hatuna chochote ambacho ni chetu sisi wenyewe. Amen. Maana Mungu ndiye amekiumba na Mungu ndiye anadumisha. Mungu ndiye ametuumbia, sisi tuko nazo, ndiye ametupatia, sisi tuko nazo, na Mungu ndiye anadumisha, sisi tuko nini?
tuko nazo. Mungu ndiye alikuumbia huo mwili, na huo mwili Mungu ndio anakudumishia ndio uweze kukaa ndani yake. Ni kweli? Unajua huo mwili umeundwa na Mungu ndio ukae ndani yake. Kuna yule mtu anakaa kwa hiyo mwili. Ni kweli? Sawa sawa. Kwa hivyo huyo mtu aliye ndani anakaa kwa huo mwili wako. Ni kweli? Anafurahia kukaa ndani yako ili aone akiwa ndani yako, na atembee akiwa ndani yako, na afanye mambo yote akiwa nini? Ndani yako. Amen. Are we together? Kwa hivyo hatuna chochote tunaweza kusema ni chetu sisi wenyewe, kwa sababu kila kitu tumekipokea kutoka kwake Mungu. Ni kweli? Kila kitu tumepokea kutoka kwa Mungu, na hii tumeisoma hata juzi. Ni kweli? Tumeisoma juzi kwenye kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Wakorintho sura ya 4 mstari wa 7. Ni kweli? Tulisoma juzi. Inasema, maana ni nani anaye kubabanua na mwingine? Nawe una nini usichokipokea? Lakini iwapo ulipokea, wajisifia nini kana kwamba hukupokea? Ni kweli? Kwa hivyo kila kitu sawa sawa na ile neno tumepokea kutoka kwa Mungu. Huo mwili umepokea kwa Mungu. Kwa hivyo huo mwili usijisifie huo mwili, maana umepewa huo mwili, na utumie huo mwili vizuri. Usijisifie ya kwamba uko na wewe ni tajiri sana, maana pia utajiri ni Mungu amekupatia. Ni kweli? Usijisifie ya kwamba una sura nzuri kuliko wengine, na ni kweli una sura nzuri kuliko wengine. Usijisifie hiyo sura, maana hiyo sura pia umepewa na Mungu. Amen. Hukujipatia sura hiyo nzuri, ukijipatia hiyo sauti nzuri unaongea nayo, hata kuongea kuzuri unaongea nayo pia ulipokea kutoka kwa Mungu, na ni Mungu anadumisha wewe ukaweza kuongea vile unaongea. Kwa hivyo Mungu ndio ako na haki ya kila kitu katika maisha yangu na kwa maisha yako. Sema amina. Haleluya. Nikisema haya, ninapoendelea na haya maneno, na maanisha ya kwamba mahali unaishi, where you live, the air you breathe, you breathe. Ni kweli? Mahali unakaa, ile hewa unapumua, kile chakula unakula, sawa sawa, hiyo yote umepokea kutoka kwa Mungu. Ni kweli? Are you together? Yeah. Kila kitu umepokea kwa Mungu. Iwe ni hewa, iwe ni chakula, iwe ni kupumua. Ni kweli? Hiyo yote ni ya nani? It's from God. It's from God, the owner. Kwa hivyo hewa unapumua ni ya nani? Ya Mungu. Hiyo chakula cha nani? Cha Mungu. Ile chakula kulanga unatoka kwa Mungu, na unjue ni kwa Mungu. Maana wakati ule umeona store yako imepungua, sawa sawa, unaanza kuomba, unamwambia Mungu, tazama kabati yangu, store yangu imepungua chakula. Ni kweli? Maana unajua ni yeye apeanaye, na unamuomba ndio aweze kukupatia. Hiyo kiboko itakuchapa mtu wakirudi hapa kwa mtu tachapa leo. Okay. Kwa hiyo hiyo chakula, wakati Paulo anasema ya kwamba nani anayekubabanua na mwingine, nawe una nini usichokipokea? Una nini? Kama ni chakula ni Mungu amekupatia. Kama ni kupumua, hiyo unapumua leo ni Mungu amekupatia. Na ujue kwamba kuna mtu saa hii hospitali amewekewa mashini hapa ya kupumua, na hewa imejaa, wewe unapumua bila mashini yoyote, na yeye ameshindwa na kupumua kawaida vile unapumua. Hapo together amelemewa, basi mashini imewekwa hapa na amewekwa vitu mapua hapa ndio imsaidie kupumua, na wewe tu ati unapumua kawaida tu. Sio ni muujiza?
That's a big miracle that you can breathe. Then you can eat normally. Yaani unaamka asubuhi unakuja chai tu, si kawaida. Ni kweli? Kuna mtu anaweza kameza hiyo chai na meza. Hello? Hello. Akala mdomo kama wewe. Akala kila kitu kama wewe, lakini hawezi kameza. Lakini wewe umeamka asubuhi kapika na ukakaa chini na ukameza. Ukatafuna ukameza. Ni kweli? Pigia huyo Mungu makofi. Huyo Mungu haitwa Mungu. Amen. Huyo Mungu haitwa nini? Haitwa Mungu. Ndio sababu uliona pale 4:11 anasema wastahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu. Ni kweli? Kuupokea utukufu, heshima, utajiri, mamlaka. Ni kweli? Maana vitu vyote ni wewe uliumba. Ni kweli? Uliviumba vyote. Hata mimi uliniumba. Sawa sawa? Kwa hivyo God sustains us. Ni Mungu anatudumisha. Kama si Mungu sijui ingekuaje. Ni kweli? Kama si wewe Yesu ningekuaje leo. Ni kweli? Kama si wewe Yesu. Amwimbi? Kama si wewe Yesu. Ungekuaje leo. Ni kweli? Ungekuwa kama wengine wako mahali fulani. Ni kweli? Lakini shukuru Mungu, mpigie makofi Yesu. Usimchezee na umwabudu kama Mungu. So we live because God wants us to live. Tunaishi sababu Mungu anataka tuishi. Ni kweli? Siku ile Mungu atasema utaishi. Watu wataona macho imengeuka imeangalia kule juu kuna ndani. Ni kweli? Sawa sawa. Ubaya kuna mtu amekufa. Ama mtu akikufa. Mtu akitaka kukufa macho inaenda nini? Inangeuka inazunguka inaangalia mahali anaenda. Kwa hivyo ile siku Mungu anasema utaishi. Ni kweli? Unaishi sababu ya Mungu. Kwa hivyo Mungu mheshimu. Ni kweli? Huyo Mungu mheshimu na umwabudu kama Mungu. Na umpende. Maana baada ya maisha haya ndio kamkuta huko. Ni kweli? Nile furaha kidogo nasikia hapo kimwabudu hapa. Utakapofika mbinguni ndio utajua. Hiyo furaha kidogo tu unasikia tu, umesikia msisimuko. Siku ile utatoka hapa ujoin waliotangulia huko mbele. Ujoin malaika, ujoin akina Shendraka huko na akina Petro na wengine huko. Uwakute vile wanaukaribisha na furaha. Ndio utajua kumbe pastor wangu alikuwa anisaidia nifike wapi? Nifike hapa. Na kama utakuwa mbele yangu unaniangalia nikiwa pale kwa hema, unasema Mungu bariki pastor wangu anisaidia. Utakuwa unaniomba yangu kwa wapi? Nikiwa huko. Huko. Sawali kusaidia kufika wapi? Huko. Kwa hivyo mheshimu yule Mungu. Na uishi ukijua kuna Mungu ako mbinguni. Amen. Kuna Mungu anakaa mbinguni. Unafanya mambo yako yote unajua kuna Mungu wapi? Kuna Mungu mbinguni. Na yeye ndiye aliumba vitu vyote. Na yeye ndiye Mungu na hakuna mwingine isipokuwa yeye. Na yeye ndiye anakupatia hewa unapumua. Bila mtungi hapa, bila mashini unapumua. Unakula chakula bila kuwekwa na mapipe, unakula. Unaamka unaenda bathroom unaoga mzuri. Unavalia nguo unataka, jua huyo Mungu ni Mungu. Amen. Na umheshimu kama Mungu. So tunaishi kwa sababu yeye anataka tuishi. Sawa sawa? Na kwa hivyo ingekuwa vingumu sana kuishi bila Mungu. Ni kweli? Mwimbaji akaimba akasema kwamba si mimi ni yeye aishie, Yesu aishie nami. Si mimi ni yeye aishie, Yesu aishie nami. Aishie, Yesu aishie nami. Si mimi ni yeye aishie,
Yesu aishie nami. Ni kweli? Sio mimi niishie, bali yeye aishie ndani yangu. Amen. Kwa hiyo ingekuwa ngumu sana kuishi kama si Yesu anakaa, kama si Mungu ameturuhusu kuishi, hatungeishi. Amen. Ingekuwa vigumu sana. Na kwa sababu ni yeye anatufanya tuishi, sababu ni yeye anafanya tuishi, kuna sababu ile anataka tuishi. Na hiyo sababu anataka tumuishie ama tuishi ndani yake, ni ili aweze kujinufaisha na maisha yetu. Mungu anajinufaisha na maisha yetu kama vile wewe unapofuga kuku inakufaidi na kuikula. Ni kweli? Unaikula. Kwa hivyo na wewe Mungu anataka anakusustain ili uishi, ili umfaidishe. Na hii Mungu kila anataka tu kwako ni sifa na kumwabudu peke yake, na kumheshimu na kumtii. Hiyo tu ndio Mungu anataka peke yake. Ukifanya hayo umefanya mapenzi yake. Sema amen. Amen. Usiwe kama vile mtu amefuga kuku yake, ama ufuga kuku yako na unataka kuichinja, lazima ukimbizane naye. Okay? Kwa uko nakimbiza huko ndio uikamate. Nani yako? Inakuwa chakula chako. Na sio umeamua leo utaikula leo. Alafu ukipita kule uishie huko. Kwa hivyo wakati ibada inaendelea na umwabudu Mungu, ni kama vile unakimbiza kuku kamata. Ikunufaisha. Si kuku yako unataka kuikula. Naye Mungu anataka unapokuja kwa ibada, faida yake kwako wewe si ya kukimbiza huko akikwambia piga makofi nishangilie. Hapana. Automatically unamwabudu yeye, unamsifu yeye. Hiyo ndio kile kitu Mungu anataka kwako peke yake. Sema amen. Amen. Ni kigumu kweli? Yale kigumu. Basi Mungu anakudumisha na ni haki yake kukudumisha ili ajinufaishe na maisha yako. Wiki iliyopita tuliona kwamba Mungu akitaka kujiona, wewe ndio kioo chake. Sawa. Mungu anataka kuona pua yake inakaa namna gani, anakuangalia wewe. Maana wewe ndio kioo cha Mungu. Wewe ndio mfano wake. Wewe ndio unakaa kama yeye. Hawitokea. Na kwa hivyo unastahili kupigania maisha ya kukaa kama yeye na uishi kama yeye na yeye akae ndani yako. Amen. Na mpendane. Hawitokea. So kati ya yale mafundisho ya Biblia ama kati ya mafundisho ambaye ya Biblia yale ya mafundisho ile basic ama ile primary teachings, ni kwamba Biblia inafundisha kwamba Mungu na sisi tunahusiana, ama uhusiano wetu sisi na yeye ni kama baba na mwana. Ni kama baba na nini? Na mwana. Hiyo ndio primary teaching, ama primary understanding, ama ufahamu ule wa msingi, ni kwamba Mungu na sisi ni wana na yeye ni baba kwetu. Na basi tunastahili kujua kwamba yeye anatufalisha, anatudumisha, anatuponya ili ajifaidi na kuona maisha yake ndani yetu. Ni kweli? Anajiona ndani yetu. Anajiona yeye ndani yetu. Kwa hiyo anaona vile alivyo. Kwa hiyo kama anataka kujiabudu, wewe ndio unamwabudu. Ni kweli? Maana hawezi, Mungu ni Mungu, hawezi, lakini anataka kitu cha kumfurahisha. Ni kama vile wewe mzazi unapokana mtoto unafurahia kuona kwamba mtoto wako ako pale, unamwona vile tabia mzuri, anakufurahisha. Hivyo ndivyo ukiwa na tabia mzuri, hiyo ndio furaha ya Mungu. Na kwa hivyo sisi na Mungu ni wana na baba. Can you say amen? Amen. So
Na and since Mungu atutazamii sisi kama vyombo, kama vitu hivi tu, kama chombo. No, we are not objects, we are children of God. We are not objects. Sisi sio vitu ya visanamu. Sisi ni watoto wake. Na ndio sababu anatudumisha. Na anatudumisha ili ajifaidi kwetu. Mtu mmoja anasema amina. Amina. So, since God is the true owner of everything, and we are the children of God. Ni kweli? Mungu ndiye mwenye kila kitu na sisi ni watoto wake. Na tumejua kwamba Mungu ni tajiri, maana utajiri wote wa dunia yeye ndiye aliufanya. Basi sisi pia si maskini. Sisi ni matajiri. Lakini shida yetu ni kwamba mara kwa mara hatufanyi mapenzi yake. Amen. Yes. Kile tumekuwa tutaenda kwa baadaye. Hiyo nitokea siku nyingine. Ni kweli? Lakini wewe umempona Mungu hivi vitu yote uvitumie. Mara wewe mtoto wake amekuumbia chakula, amekuumbia pesa, amekuumbia magari, amekuumbia manyumba, amekuumbia kila kitu. Basi utakapojua kuvitumia vizuri na Mungu akuaminie haya matumizi, ndio utajua wewe ni mtoto wa tajiri. Sema amen. Wewe ni mtoto wa tajiri, maana utakaa maisha ya nini? Ya utajiri. Tuko pamoja? Hallelujah. Amen. Tuangalie Mathayo 7. Mathayo 7. Tuangalie pale nasema nini? Matthew chapter 7. Hii itatulisha pale ya kwamba uhusiano wetu sisi na Mungu ni nini? Ni baba na nani? Na mwana. Uhusiano wetu ni baba na nani? Na mwana. Inauliza, au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimuomba mkate akampa jiwe, au akiomba samaki akampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu, ni kweli, watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni, kweli, atawapa nini? Atawapa nini? Atawapa mema wao wamuombao, ni kweli, si zaidi? Kwa hivyo the primary teaching, Mungu anajua sisi ni watoto wake, na yeye kwetu ni baba, ni kweli? Yeye ni baba kwetu, sisi ni wana wake. Na basi yeye anatudumisha, na alituumba na akatudumisha. Ndio nauliza hapa, yeye akiwa ni baba kwetu, au kuna mtu yupi kwenu? Soma nyuma yangu. Au kuna mtu yupi kwenu? Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwana akimwomba mkate atampa jiwe? Au akiomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu, na wewe si muovu, ni kweli? Mnasema mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamuombao? Si kweli? Okay. So hii inatuonyesha ule uhusiano wetu na Mungu. Tunaye baba, na mwimbaji akaimba, Baba yetu aliye mbinguni amenifurahisha yakini, kuniambia mwake chuoni
kwamba yunami Yesu pendoni. Ni kweli? Baba yetu aliye wapi? Mbinguni. Aliye mbinguni. Tunaye baba huko mbinguni. Mwingine akaimba, ninaye baba, Mwenyezi Baba, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, ninaye baba. Ninaye baba, ni kweli? Ninaye baba. Yeye ni mfalme wa wafalme. Yeye ni Bwana wa mabwana. Kwa hiyo huyo baba uliye naye, ukiwa na uhusiano mwema na yeye, na uhusiano mwema na yeye, anataka kuona katika utiifu wako. Amen? In obedience. Because mtoto anatii baba yake, hakuna chochote baba ako nacho ambacho baba atamzuia. Ni kweli? Maana ni mtiifu. Ndio. Mtoto ambaye ni mtoto mwaminifu, mtoto mzuri, kafu, organized. Mtoto mzuri ambaye si wa kufanya mambo hivi hivi, ana enjoy mali yote ya baba yake. Ni kweli? Kwa sababu baba kama kuna mahali, huyu ndio yeye atatumwa. Ni kweli? Kwa hiyo ile gari mzuri ya baba yake ndiye atenda naye. Sawa, maana baba yake amefurahia na yeye. Na ndiposa aonyeshe mtoto yake ya kwamba amefurahia na yeye, anampatia the best. Sababu ako na uhusiano mzuri na yeye na mtoto yake. Kwa hiyo na sisi tukiwa na uhusiano mzuri na Mungu aliye mbinguni, tunamtii yeye, tunafanya mapenzi yake yote. Tukiomba mkate, hatatupatia nyoka, anatupatia huo. Tutapewa mkate. Ukiomba nyumba ya mashariki unapewa. Ukiomba gari atakupatia. Ukiomba ile kupatia, maana anataka pia kufurahishe. Sababu pia wewe unamfurahisha. Ni kweli. So, these precious truths, ni kweli, inatusaidia kuishi na kumtegemea huyo Mungu. Ni kweli? Inatusaidia sana. Ukweli huu unatusaidia. Na mkumbuke topic yetu ya leo ni kwamba God sustains us. Ni kweli? Na huwezi kukaa kama haukuli. Kwa hivyo kama utaishi lazima ukule. Ni kweli? Lazima uwe na afya ndio uishi. Lazima uwe na uhusiano mwema na Mungu ndio uishi. Amen. Amen. Yes. Hapo nyuma chapter 6 verse 31. Hapo juu ya chapter 7. Juu tu, usifungue hapo juu tu ya chapter 7, hapo juu tu. Verse 31. Inasema, Msisumbuke basi, mkisema tule nini au tunywe nini au tufae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Basi mbali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hao yote mtazidishiwa. Ni kweli? Together. Kwa hivyo huyu baba ambaye anatudumisha, alituumba, anatudumisha. Huyu baba ambaye Paulo akiandikia Wakorintho wa kwanza 4:7 mahali amesema kwamba atupati chochote bila yeye kuwa ametupatia. Ndiye anasema msisumbuke. Sema msisumbuke. Msisumbuke. Mkisema tule nini? Someni, mkisema tule nini? Sema tule nini? Au tunywe nini? Au tunywe nini? Au tufae nini? Au tufae nini? Tatekila sema, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta. Mataifa huyatafuta. Sauti kubwa, kwa maana hayo yote. Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta. Mataifa huyatafuta. Kwa sababu Baba yenu wa mbinguni, kwa sababu Baba yetu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Anajua kwa kuwa mnahitaji hayo yote. Ni kweli? Utafuteni kwanza ufalme wake. Utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Na haki yake. Na hayo yote. Na hayo yote. Gani hayo yote? Gani tunahitaji? Hello?
Gari hayo yote sema yako. Come on. Hayo yote sema. Hayo yote sema. Hayo yote sema. Gari. Hayo yote sema wewe. Gari. Wewe. Gari nataka hayo yote. Hayo yote ni gani? Sio sema yako unajua. Sema hayo yote. Nini nyingine? Hayo yote. Gari huko nyuma. Hayo yote. Na pesa. Hayo yote. Hayo yote na kusumbua. Hayo yote na kuhangaisha. Hayo yote na tamani. Ni kweli? Ni kweli. Ukitafuta kwanza ufalme wake na haki yake. Ni kweli? Utafute ufalme wa Mungu na haki yake yote. Usijisumbue kwa jambo lolote. Can you say amen? Unajua mimi sababu ya kuzaliwa kwa mbomba ya maskini. Wewe tulikuwa maskini, hata maskini wanajua si maskini, kweli? Hata wale ambao wanajua hawa ni maskini, wanajua kwetu si ni maskini. Sijawahi kwa hali ya kawaida. Kwa hali ya kawaida. Kama sio Mungu aliyenichagua. Na Mungu akaondoa roho ya maskini ndani yangu. Licha kwamba tumezungukwa ndugu zangu, dada zangu, nini machetu wote na sisi maskini wa kupindukia. Hata kama nilikuwa na lala ndani ya gunia. Wetu gani? Mimi ndio nilianzia hiyo sleeping bag. Kweli? Mimi nilianza kwetu. Sleeping bag. Ile gunia ya mahindi. Sawa sawa. Hiyo ilikuwa ndio blanketi yangu na ndio mattress yangu na ndio kila kitu. Naingia ndani. Unajua kijana vile huwa na vumbi. Na sikuwa na homa. Sikuwa na kamasi. Nilikuwa hapo ndani na vumbi yote. Mara sijaoga ni kweli. Hapo ndani hapo. Lakini nikitoka kwenda kuchunga ng'ombe huko kichakani huko. Nikiwa nimekaa kichakani hivi, kuna ndege ilikuwa inatoka sikujua Nairobi, nilikuwa nasikia iko Nairobi tu. Nasikia ndo ile tuliko tazama kuna kelele mingi. Unajua sasa zamani ilikuwa ndege unasikia kwa mbali kuna kelele mingi. Nine nalala chini ya miti naangalia juu ikipita. Lakini Mungu akaweka kitu ndani yangu, nikajua kuna baba aliye juu mbinguni ananijali. Nilikuwa nikisema nitakuwa napita na hiyo ndege kwa juu. Na anayesema hivyo analala ndani ya gunia. Okay? Anasema yote analala wapi? Ndani ya gunia. Na huyo aliyekuwa ndani ya gunia ni nani? Ni huyu tu. Huyu aliyevaa ile viatu ya tai ni huyu tu. Huyo tu ndio nani? Ndiye huyu. Lakini baada ya kumpokea Yesu na kuokolewa, maisha yangu ikaanza kubadilika. Ni kweli? Vile nilienda nikimfahamu Mungu, nikimfahamu Kristo, nikitembea na yeye, imani yangu ikaenda ikikua. Sawa sawa. Neno hili likatimia. Ni kweli? Tafuteni kwanza ufalme wake. Nilipoanza kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake, haya yote mengine nimekuwa nazidishiwa. Ni kweli? Nikaenda nikafikia umri wa kuoa, nikaoa, nilikuwa na mke. Nikawa na mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, nikafunga. Ni kweli? Niliozaa na wao wakakuja, wakaolewa. Ni kweli? Mjukuu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, mwingine mmoja. Wangapi? Hiyo yote nimezidishiwa. Amen. Nimezidishiwa. Na hiyo peke yake iko mengine mengi sana, iko tu kwa in the special realm. Kwa ulimwengu wa roho mtaanza kuiona. Ni kweli?
mtaanza kuiona. Mtaanza kuiona. Kwa hivyo kitu ya maana ni tujue kwamba Mungu ndiye anayetudumisha. Na Mungu ndiye anayetulisha. Iwe ni chakula, iwe ni hewa, iwe ni magari, iwe ni manyumba, iwe ni watoto, iwe ni wake, iwe ni wajukuu, iwe ni pesa. Tujua kwamba yeye ndiye anatupeana. Ni kweli? Zote zimetoka kwake. Basi msisumbukie kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Ni kweli? Yatosha kwa siku maovu yake. Amen. So huyu Mungu anatusaidia, ama ukweli huu unatusaidia kuishi kwa kutegemea Mungu. Haya maandiko inatuongoza kuishi maisha ya kutegemea Mungu, sio kutegemea ya tunaona, mbali tutegemee huyo Mungu. Na kutegemea Mungu kwanza ni kutafuta ufalme wake. Kama vile umekuja leo umekuja ndio kutafuta ufalme wa Mungu. Na sio pekee, hata kesho mtu kiamka, amuka kitafuta ufalme wa Mungu. Hata Tuesday amuka kitafuta. Amukia Biblia yako ukisoma hayo maandiko yote nimekutajia. Amuka asubuhi, ama enda kwa ofisi yako na hiyo Biblia. If you're free time na hiyo notebook yako fungua, uanze kusoma ukitafakari. Watu wengine wakiongea mambo ya vile social media imesema, wewe unasema vile mbingu imesema. Can you say amen? Maana utakuwa connected na mbingu. When you are discussing about leo gazeti imesema nini, wewe unasema yale Mungu amesema leo. Ni kweli? Because you are newspaper. Neno lako ya siku hiyo, habari yako ya siku hiyo ni ile neno unalisoma. Amen. Haya mengine yafuate baadaye. Kama kusoma gazeti ikuje baadaye. Kama kuangalia mambo mengine angalia baadaye. Kwanza anza na hii. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu ni neno la Mungu. Sema amen. Na utafakari yao yote. So, sisi tunakaa bila uoga, bila wasiwasi, kwa sababu sisi si mayatima. Sisi nini? Sisi sio mayatima. Sisi tunaye baba. Sisi mayatima, sisi ni watoto wa kwa nini? Na baba. Tunaye baba. Ni kweli? Na ndipo nasema kwamba kwa maana baba yenu, ni kweli? Anajua haya mnayohitaji. Kwa sababu baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Mnahitaji manguo, chakula, hewa safi ya kupumua. Baba yenu anajua mnahitaji afya. Anajua mnahitaji nini na furaha. Anajua yote mnayohitaji. Hayo yote baba yenu. Ni kweli? Tunaye baba. Ni kweli? We have a father. Na huyo baba ndiye aliyetuumba na ndiye anayetudumisha. Na kwa hivyo vitu vyote tuko nazo zote ni zake. Ni kweli? Kwa hivyo tuko na baba mzuri. Na huyo baba mzuri anakaa wapi? Anakaa ndani yetu, sio mbinguni. Anakaa wapi? Anakaa ndani yetu. Amen. Sawa. Sasa tumtoe mbinguni akae wapi? Akae hapa na sisi. Amen. Tumtoe wapi? Tumtoe akae wapi? Maana kikaa mbinguni utakuwa wakati Mungu kwenda saa hiyo ngazi utapata saa ngapi? Asubuhi hiyo ngazi uko naye. Akae ndani yako. Ni kweli? Mruhusu akae tu ndani yako huyo baba. Ni kweli? Akae ndani yako. Asikae wapi? Asikae yuko akae wapi? Ndani yako. Kwa hivyo ukiamuka mbingu iko ndani yako. Ukitembea mbingu iko ndani yako. Kwa hivyo Mungu ako ndani yako. Unapokula Mungu ako ndani yako, mbingu iko ndani yako. Sasa haiko mbinguni, kweli? We want to transfer God from heaven akae wapi? Akae ndani yetu. Are we together? Vile uliokoka na kumpokea Yesu, basi huyo Yesu aishi ndani yako. Kwa hivyo
Yesu kama anakaa ndani yako, mbingu iko wapi? Iko ndani yako. Sema amen. Iko ndani yako. Haleluya. Iko andiko lingine hapa nataka tu nisome ninapomalizia, maana muda wangu unaenda sasa. Iko andiko lingine hapa kwenye kitabu cha Warumi 8. Warumi 8:32. Lakini tuanzie 31 hapo juu. Nasema, basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu ama aliye kinyume chetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, mbali alimtoa kwa ajili yetu sisi zote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Kweli? Atakosaje? Musome nyuma yangu. Sauti kubwa. Basi tuseme nini juu ya hayo? Sauti kubwa. Sauti kubwa. Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye kinyume chetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, mbali alimtoa kwa ajili yetu sisi zote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Atakosaje? Hatakosa. Kwa hivyo neno hili linatuonyesha uhusiano kati ya mwana na baba, na huyo baba ndio anayetudumisha, ni yeye ametuweka. Atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ikiwa Yesu ndiye mrithi wa Mungu, nasi pia tutakuwa warithi pamoja na yeye. Na hiyo ndio Biblia inasema ya kwamba Bwana Yesu ndiye mwana wa kwanza, ndiye mzaliwa wa kwanza wa Mungu. Yeye ndiye mrithi wa Mungu, mpaka sisi tuwarithi pamoja na yeye. Kwa hivyo kama Yesu hakuona njaa, sisi pia tutaona njaa. Sema amen. Tutaona njaa. Kama Yesu Mungu alimshindania, hata sisi Mungu atatushindania. Tumpigie makofi kwa Yesu. Tusome ya mwisho hapa kwa kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Hii ndio ya mwisho sana, nasoma ya sasa tumalize sasa. Hii ni lisaa ambayo posta tunamalizia sasa. 1 Peter chapter 5 and verse 7. Lakini tuanzie wa 6 hapo juu kidogo. Lakini 7 ndio tutasimama. Nasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Amen. Amen. Neno ni kwamba yeye Mungu hujishughulisha sana. Mwambie mwenzako, Mungu hujishughulisha sana. Mungu hujishughulisha sana. Anakuhangaikia sana. Mungu anakuhangaikia sana. Haitokea. Mungu anakuhangaikia. Mungu ananihangaikia. Basi sasa tusome pamoja. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu. Ni kweli, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote. Kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Ni kweli? Simpigie makofi. Yaani wewe tu unakaa, lakini Mungu mbinguni anajishughulisha sana kwa ajili yako. Utakula nini? Utakunywa nini? Utafaa nini? Mtoto wako atasoma nini? Hiyo yeye anajishughulisha. Kwa hivyo anasema kwamba tumtwike fadhaa zote. Ni kweli? Kwa Kizungu nasema nini hapo Kizungu? Hiyo fadhaa zote nini? Our cares,
Fadhaa ni ile kujali kwetu. Ni kweli? Ile kujali kwetu tumtwike yeye. Masumbufu yetu yote tumtwike. Matatizo yetu yote tumwekelee. Maana yeye unjishughulisha sana kwa mambo yetu. Amen. Amen. Usione kama Mungu hajashughuliki. Anashughulika. Anashughulika sana. Amen. Amen. Hello. Hello. Are we together? Yes. Mungu ushughulika sana. Na yeye ndiye alikuumba wewe, na yeye ndiye anakusustain, yeye ndiye anayekudumisha. Kwa hivyo ndiye udumu na uishi, anajishughulisha sana. It has so much about you. Anakujali sana huyo Mungu. Na maana anakujali sana huyo Mungu, basi utampa nini? Utampa sifa. Utampa nini? Utampa nini? Sipe tu roho yako. Umpe maisha yako. Utampa nini huyo Mungu anaishi? Utampa nini? Nini utampa afurahie moyo wako tu? Nini utampatia afurahie? Mpatie tu hiyo kicheko, hiyo furaha. Mpatie ibada hiyo ya kusifu tu, mpatie hiyo. Hiyo tu anataka, maana anakushughulikia sana. Amen. Amen. Haya na mengine next week. Bible study saa 3. Na hiyo ni ibada yangu saa 3. Ni kweli? Ibada ndio saa 3 ndio ibada yangu. Ibada ya pili inakuwa inaweza kubeba mtu yoyote, lakini my service ni hii niko nayo. Amen. Kwa hivyo kama unataka kunisikiliza na unifuate kama pastor wako, saa 3 uwe umekaa chini. Ni kweli? Kama unapenda pastor wako na unataka kusikia pastor wako anakufundisha nini, saa 3 uwe umekaa wapi? Hapo kwa kiti. Umekaa hapo. Amen. Amen. Ibada imeisha. Tusimame. Amen. Si ndivyo? Are we together? Together. Basi nyoshe, salimia mwenzako. Mwambie tuko ibada. Salimia mwenzako sasa, mwambie tuko ibada. Salimia sana. Salimia mwenzako. Nimesema salimia mwenzako. Toka mahali ulipo salimia mtu. Salimia mtu. Amen. Salimia mtu. Salimia mtu, mwambie tuko ibada. Salimia mtu mwanadada. Karibu sana. My daughter. Salimia mtu hapo. Salimia mtu hapo, mwambie leo sasa ibada imeanza. Ibada imeanza. Salimia mtu. Sasa mwambie sasa ibada inaanza. Amen. Amen. Salimia mtu mwambie ibada imeanza. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Oh, thank you King of Glory. We worship you God. We give you praise, we give you glory, we give you honor. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Umesalimia mtu hapo, Salimia mtu vizuri hapo. Amen. Thank you Jesus. Asante Yesu.